Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa makampuni ya mafuta Marekani yanaelekea Venezuela kwa kuzingatia msukumo wa hivi karibuni wa nchi hiyo ya Amerika Kusini kuhamasisha uwekezaji wa kigeni katika sekta yake ya nishati. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba rais wa Venezuela wa sasa ametengeneza mpango wa kuwakaribisha nchi zingine katika kuwekeza katika Venezuela, hasa upande wa mafuta. Mapema mwezi Januari, makomando wa Marekani walifanya uvamizi katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, na kumteka nyara Rais Nicolas Maduro na mkewe. Wanandoa hao walisafirishwa kwa ndege hadi New York kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ambapo wote wamekana hatia. Tangu wakati huo, Trump amedai ufikiaji kamili wa mafuta ya Venezuela. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri, rais wa Marekani alisema kuwa utawala wake unaelewana sana na rais wa muda wa Venezuela Bi Delcy Rodriguez na uongozi wa nchi hiyo. Tunafanyia kazi kwenye mafuta. Tuna makampuni makubwa ya mafuta yanayoenda Venezuela sasa kuyachunguza na kuchagua maeneo yao, Trump alisema. Matamshi ya Trump yaliambatana na utoaji wa leseni ya jumla ya idara kupitia ofisi ya hazina ya udhibiti wa mali za kigeni, ambayo ilidhinisha kuinua, kuuza nje, kuuza tena, kuuza, kusambaza, kuhifadhi, lakini uuzaji, ununuzi, utoaji au usafirishaji wa mafuta ya asili ya Venezuela, ikiwa ni pamoja na kusafisha mafuta hayo na makampuni chini ya masharti fulani. Rais huyo wa Marekani anasema sasa ni kuhakikisha Marekani inatawala mafuta yaliyopo huko Venezuela, na kwamba mataifa ya kigeni ikiwa ni pamoja na Uchina, hata Urusi na mataifa mengine yasipate fursa ya kuweza kuwekeza katika nchi hiyo ambayo Marekani imesema imekuwa ikidai mafuta kwa muda mrefu. Hata hivyo, kwa upande wa Bi Delcy Rodriguez, kaimu rais wa nchi hiyo, alitia saini mageuzi ya sheria ya hydrocarbons kwa nia ya kuhamasisha uwekezaji wa kibinafsi na wa kigeni katika sekta ya nishati iliyopungua nchini. Mapema Alhamisi ya wiki hii, Rodriguez alifanya mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Venezuela, ambayo inashikilia akiba kubwa ya zaidi ya mafuta ulimwenguni, ilithibitishwa kwamba ina takribani mapipa bilioni 303. Ilitaifisha mali ya makampuni ya Amerika katika miaka ya 2000 wakati wa urais wa msosialisti Hugo Chavez. Washington ilijibu kwa kuweka vikwazo vinavyolemaza kwa tasnia ya mafuta Venezuela. Rais wa Marekani hivi karibuni amezitaka kampuni za nishati za Marekani kuwekeza katika kufufua sekta hiyo. Na hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa Exxon Darren Woods amemwaga maji baridi juu ya wazo hilo, akisema kwamba nchi ya Marekani Kusini haiwezekani kutokana na miundo ya kibiashara na mifumo iliyopo huko kwa sasa. Lakini pia amesema kwamba ni kutokana na namna ambavyo uwekezaji wa muda mrefu ambao wao wanautaka huenda ukaja kuathirika katika siku za mbeleni baada ya kuondoka kwa Donald Trump. Aliongeza kuwa ulinzi wa uwekezaji wa kudumu ni sharti la ushiriki wowote wa muda mrefu. Urusi pamoja na mataifa mengine mengi ya BRICS na Global South yamelani vikali kutekwa nyara kwa rais huyo wa Venezuela na majeshi ya Marekani. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vaseline Benzi ameelezea vitendo vya Washington kama ujambazi wa kimataifa unaoendeshwa na nia ya kupata udhibiti usiokuwa wa kikomo wa mali asili, akisema kwamba kinachofanywa na Marekani ni wizi ambapo inaiba kwa mataifa mengine. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinachojiri katika ulimwengu.